Baba, tunakushukuru kwa ajili ya kazi ya neema, kazi ya uzima, kazi ya kiungu unayoifanya katika kila moyo. Naomba Bwana utaikamilisha kazi yako katika mioyo yetu, ili kwamba utuandae na kutustahilisha tuweze kufuzu na tustahili kwa kazi ya maono yako ya mbinguni, kwa jina la Yesu. Tunaomba ya kwamba neno lako halitoanguka chini bure, bali litaingia katika udongo ambao utasababisha kuzaa matunda. Asante Bwana, kwa jina la Yesu tumeomba. Nipe amina nyingine. Mungu akubariki na Mungu abariki amina yako. Tunarudi katika Matendo ya Mitume sura ile ya 9 mstari wa 15. Matendo ya Mitume 9:15. Maana amwambia huyu ni Anania, anaambiwa aende kwa Sauli. Hakuwa mtume, hakuwa nabii, hakuwa mwinjilisti anayejulikana, wala hakuwa mchungaji anayejulikana, wala mwalimu, lakini ni mwanafunzi fulani na Mungu alimuita. Tunapozungumza juu ya chombo kiteule, hatuzungumzi tu juu ya mtume, nabii, mwinjilisti, mchungaji na mwalimu wa kanisa la mahali. Huyu hapa alikuwa ni mwanafunzi fulani, Anania, lakini yeye alikuwa ni chombo kiteule ili kupokea maamuzi ya Mungu na kumpelekea Sauli wa Tarso. Sauli aliuliza, unanitaka mimi nifanye nini? Na Bwana akamwambia, unakwenda Dameski, nenda kule, nitamtuma kwako mtu aliye chombo kiteule ambaye atakujuza yale unayotakiwa kuyafanya. Akamwambia, lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu. Anania ni chombo kiteule, anatumwa kwa chombo kiteule kingine. Unapokuwa pale, unaweza ukawa unafikiri juu ya mtume, juu ya mchungaji na mwinjilisti wa kimataifa kwamba yeye ndiye chombo kiteule. Mungu anapomtuma kwako mtu aliye mwanafunzi au mtoto wa Mungu, na ukawa umetumwa mahali, wewe ni chombo kiteule. Amka. Unaweza ukawa ni mwanamke na Mungu anakutuma wewe kwenda katika maisha ya mwanamume anaitwa mumeo. Wewe ni chombo kiteule pale, ili kufanya kitu cha kudumu katika nyanja hiyo ya huduma ambayo Mungu amekutuma kuwa chombo kiteule katika maisha ya huyo mwanamume. Jewe ni mwanamume ambaye umekuja kwa ajili ya nadhiri madhabahuni, kiapo chako, na ukasema unamtwaa mwanamke huyu
Mungu anataka afanye kazi, huduma katika maisha ya huyu mwanamke, ili kumfanya huyu mwanamke awe mtainiwa wa mbinguni. Na wahubiri peke yao hawawezi kufanya hivyo, na kwa sababu hiyo Mungu anamtuma huyu mwanamume kuwa chombo kiteule katika maisha ya huyu mwanamke. Unayo huduma pale, huduma ya maisha yako yote. Wewe umeajiriwa katika sehemu fulani, iwe ni kanisani au kampuni ya nje huko. Kuna kazi ya kuifanya pale, na unapokwenda pale Bwana amekufunza, amekufundisha, amekuelimisha, amekuvika nguvu na anakutuma katika mahali pale. Yote uliojifunza shuleni, nyumbani, kila mahali, nimekutuma pale ili ujenge kwa ajili ya huyo mwajiri wako na kampuni ile na mmiliki wa kampuni, umjengee. Nimekutuma pale, lakini wewe ni chombo kiteule. Unakuja hapa sasa kanisani, kuna eneo la umisheni na Bwana anakutuma pale. Wewe ni chombo kiteule. Tunacho kijiji kile pale, kipo mbali toka kwenye wilaya yetu, na watu hawezi wakawa wanasafiri mara kwa mara kuja kwenye kanisa la wilaya ambalo liko mbali mno nao. Lazima wapande gari kwenda pale, wapande mtumbwi ili kufika pale, na Bwana anakutuma wewe. Wewe ni chombo kiteule pale. Unaomba sirini nyumbani, umemwona Bwana ukiwa katika maombi yako, na sasa haujui uwe na mwelekeo gani, na Anania anakujia. Sio katika ibada pamoja kama hapa, hakuna kusanyiko, wimbo wa kusanyiko. Wakati ulipokuwa unaomba pale ulikuwa peke yako, hakuna aliyekuwa anaongoza maombi. Wewe peke yako ukiwa pale nyumbani, na kaka mmoja anakuja anagonga mlango. Bwana amemtuma kuja kukuambia wewe, ili kuitikia swali uliloulizwa ukiwa katika ile njia panda ya maombi. Uliuliza, Bwana nifanye nini? Nende Dameski, utaonyeshwa utakalo takiwa kufanya. Unaomba. Sauli alikuwa akiomba kwa siku 3, siku na mchana, hakula, hakunywa, anaomba tu. Na Bwana akamwonyesha katika maono kwamba kuna mtu anakuja. Yeye sio mtume, sio nabii, sio mwinjilisti, sio mchungaji, sio mwalimu, ni mwanafunzi tu, atakuja kukuambia. Na Bwana akamwambia Anania, Bwana ufanya kazi kwenye pande zote mbili za ule mstari. Upande wa Sauli aliona katika maono ya kwamba kuna mtu atatumwa kwako, na upande wa Anania alipokea kutoka kwa Bwana. Sasa Bwana akamwambia, nenda zako, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu, alichukuae jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Matendo ya Mitume sura ile ya 26:16. Matendo ya Mitume
26:16, lakini inuka usimame kwa miguu yako, maana nimekutokea kwa sababu hii. Chombo kiteule kinapewa maksudi ya maisha. Hayo maksudi ya maisha ni kujikita katika hayo, unayazingatia hayo, kwamba kuna kugeuka kulia wala kushoto, wala haufanyi lingine lolote lile isipokuwa kufuatia yale maksudi. Hauingizi mambo au shughuli za kigeni ambazo hazitoendeleza kusudi ambalo ni lako uliye chombo kiteule. Mume aliye chombo, mke aliye chombo kiteule, mfanyakazi aliye chombo kiteule, mtumishi aliye chombo kiteule, na mtendakazi aliye chombo kiteule, mhubiri aliye chombo kiteule, mchungaji aliye chombo kiteule, mishonari aliye chombo kiteule. Kuna kusudi kila siku. Unatazama lile kusudi, na yote unayoyafanya, liwe ni dogo au kubwa, lazima liwe na mchango katika lile kusudi. Sema, lakini inuka usimame kwa miguu yako, maana nimemtokea kwa sababu hii. Nimekuweka wewe. Mungu anakujia wewe, Mungu anazungumza na wewe, Mungu anafafanua lile kusudi, ile kazi ambayo unatakiwa uifanye. Haijalishi maarifa ulio nayo hayatoshelezi, lazima akufanye wewe yote uliojifunza, mpaka wakati wa wewe kufikia kwa chombo kiteule. Sauli, je, alikuwa amepata nafasi ya kwenda shuleni? Ndiyo. Je, alijifunza lugha mbalimbali? Ndiyo. Alijifunza Kiyunani, Kiebrania na Almaraik. Na je, alikuwa ni raia aliyetukuka hasa wa Kirumi? Ndiyo. Je, alikuwa Mfarisayo? Ndiyo. Kuna aliyojifunza, ndiyo, alijifunza mengi mno, lakini yote anayoyahitaji, yote aliyojifunza hayakutosheleza. Bwana lazima amfanye ili aweze kustahili kufuzu kwa ajili ya kuwa chombo kiteule. Nasema, nimekuweka wewe uwe mtumishi na shahidi wa mambo haya uliyoyaona, na wa mambo ambayo katika hayo nitajidhihirisha kwako. Mwanzo, unapokuwa umekwisha kufanyika chombo kiteule, kuna mambo na kuwa umekwisha kuyaona yanayokufanya ustahili, ufuzu, ili kuhubiri na kudhihirisha hilo ambalo ndilo kusudi. Lakini unapokuwa umeteuliwa kuwa mtumishi, mishonari, mchungaji, mtume, chombo kiteule, mfanyakazi, mtendakazi, ulipoteuliwa ulikuwa haukujua yote, haukuwa umeyaona yote, na kwa habari ya mambo nitajidhihirisha kwako. Wito wako katika maisha, kosa kubwa ambalo unaweza ukafanya ni kufikiri yote uliyokwisha kuwa umeyajua hadi wakati wa wito wako ndilo unalohitaji tu, ili hatimaye kutenda
na kuendelea kwa miaka 30, 40 na 50. Hapana. Kuna mambo ambayo yatadhirishwa kwako. Mstari wa 17, nikikuokoa na watu wako na watu wa mataifa ambao nakutuma kwao. Mstari wa 18, wafumbue macho yao. Kama macho yako wewe mwenyewe hayajafumbuliwa, hautoweza kufumbua macho ya watu wengine. Kama macho yako hayajafumbuliwa kuyaona maandiko, huwezi kufumbua macho ya watu wengine ili kuyaona maandiko. Na kama macho yako hayajafumbuliwa kuiona ile nguvu ya Mungu inayotenda kazi katika maisha, hautoweza kuyafumbua macho ya watu wengine ambao ili hatimaye nguvu ya Mungu itende kazi ndani yao. Wafumbue macho yao na kuwageuza waache giza na kuelekea nuru. Kama wewe haujageuzwa kutoka gizani, giza ya dini, giza ya rasilimali za kimwili tu na giza ya dini, kama macho yako hayajafumbuliwa, hautoweza kuyafumbua macho ya watu wengine. Nasema waziache nguvu za giza na za shetani na kumwelekea Mungu. Kama wewe haujageuka kikamilifu kutoka katika nguvu ya shetani, hautoweza kuwageuza watu wengine kutoka katika nguvu ya shetani ili waingie katika nguvu za Mungu. Nimekuambia kwamba nilikuwepo katika kanisa la wanaivaa mavazi tu meupe, na kuna mambo tuliyafanya katika kanisa lile. Kwa wakati ule nilipokuwa nikienda, sijui habari yao kwa sasa. Wakati ule kuna mambo tulifanya hayakuwemo katika Biblia. Kuna mambo ambayo bila shaka yalikuwa hayafai, ya kwamba unachukua aina fulani ya maandishi unayasoma mara 7 mara 21, na yoyote yule ambaye alikuwa ni adui wa wewe uliyekuwa unasoma hayo anateswa. Hiyo ilikuwa ni nguvu ya shetani. Kama mimi nitageuka sasa watu ninayewahubiria na kuwageuza ili watoke katika nguvu za shetani na kumwelekea Mungu, mimi binafsi yangu lazima niwe nimekwisha kugeuka kutoka katika nguvu za shetani, kutoka katika matendo ya kishetani na vyama vya siri. Lazima niwe nimekwisha kugeuka, sio tu kutoka katika nguvu ya shetani, hata nguvu ya kisaikolojia. Nimejifunza habari ya saikolojia na kuna mambo mengi katika saikolojia. Kuna vitu vya kishetani. Kama mimi nisingekuwa nimegeuka kutoka katika hayo yote, siwezi kuwageuza watu wengine kutoka katika nguvu za shetani na kumwelekea Mungu. Sasa kama we ni chombo kiteule, ina maana utawageuza watu kutoka katika njia za kidunia na kuja katika njia ya Mungu. Kama wewe haujageuka kutoka katika hayo yote, hautoweza kumgeuza mtu mwingine yoyote. Na anaendelea kutuambia, kisha sehemu ya mwisho andiko letu anatuambia pale, kisha wapate msamaha wa dhambi zao. Kama hujapata msamaha wa dhambi, unawasaidiaje watu wengine ili wapate msamaha wa dhambi? Na sasa anatuambia pale, na urithi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi.
Hilo ina maana katika Kristo. Mstari wa 19 Matendo ya Mitume yote tunasoma 26:19. Kwa hiyo Mfalme Agripa, mimi sikuyaasi yale maono ya mbinguni. Mtu ambaye anafanyika kuwa chombo kiteule na yeye anapewa maono ya mbinguni. Je, unayo maono ya mbinguni katika wito wako, kama mchungaji, kama mwalimu, kama mwinjilisti? Maono ya mbinguni, chombo kiteule. Wewe umeteuliwa. Umeteuliwa kama mke. Hakuna mwanamke mwingine yote duniani, mamilioni yao, hakuna isipokuwa wewe mwanamke uliyeteuliwa kwa ajili ya huyo mume. Je, unayo maono ya mbinguni? Je, Mungu amezungumza na wewe? Je, Mungu yungali anasema na wewe ili uweze kuwafumbua macho, kuwageuza toka katika giza, kuwatoa katika nguvu za shetani, ili kuwafanya wawe na uhakika wa wito wao ambao utawafanya wawe na urithi miongoni mwao waliotakaswa. Wale waliotakaswa lazima uwe na maono ya mbinguni. Kama wewe ni chombo kiteule, hebu na nikuulize wewe mume, una maono gani ya mbinguni juu ya mkeo? Ya kwamba wewe na wewe tu, ya kwamba utachangia katika maisha yake ili kumfanya mkeo awe vile ambavyo Mungu amemuumbia kwalo. Wewe ndiye chombo kiteule katika maisha ya mkeo. Mwanamke, hebu nikuulize swali, una maono gani ya mbinguni? Je, ni kumpikia? Ndio maono ya mbinguni. Unaweza kufanya zaidi ya hilo. Kutunza mazingira yawe safi na nadhifu, ndio, lakini unaweza kufanya zaidi ya hilo. Ni nini kile ambacho maisha ya Adamu au Mungu alimwitia Adamu na Mungu akamwambia, nitampatia chombo kiteule, chombo kifaacho kwa ajili yake, chombo. Na kwa sababu hiyo akamumba Hawa. Unaweza ukajibu hilo swali. Je, Hawa alitimiza huduma aliyoitia katika maisha ya Adamu? Je, aliendeleza maono ya mbinguni, kusudi la yeye kuumbwa na kuwa mtumishi nyumbani na katika maisha ya Adamu? Unaweza ukajibu hilo wewe mwenyewe. Lakini je, vipi kuhusu wewe? Na je, vipi kuhusu mimi? Je, wewe ni mhubiri? Maono ya mbinguni, umishoni, na maono ya mbinguni, mwalimu. Baada ya mafundisho yako, ni nini kimefanyika? Je, hao watu wamepata msamaha? Je, hao wanapata urithi miongoni mwa hao waliotakaswa? Je, hao watu wanapata kugeuka hasa kutoka katika nguvu za shetani? Je, wanakuwa? Je, wanaendelea katika maisha ya Kikristo? Na je, wanamkaribia Mungu? Baada ya wewe kutimiza huduma yako kama chombo kiteule, lazima ufikirie hilo. Tunazungumza juu ya chombo kiteule chenye maono ya mbinguni. Mambo matatu natazama. Jambo la kwanza ni badiliko la chombo kilichotiwa changamoto kwa sauti ya mbinguni. Jambo la pili ni kujiweka wakfu kwa chombo kiteule
kwa maono ya mbinguni. Jambo la tatu ni agizo kwa chombo kilichotiwa nguvu kwa ajili ya maono, kwa ajili ya mambo ya mbinguni. Jambo la kwanza ni kubadilishwa kwa chombo kilichotiwa changamoto kwa sauti ya mbinguni. Tunatazama mambo matatu kwenye kipengele chetu cha kwanza. Rumi ya kwanza ni mwenye dhambi ahukumikaye aliye na dini. Jambo la pili ni badiliko la mteule mwenye haki. Jambo la tatu ni agizo kwa mtumishi aliyeuishwa. Jambo la kwanza ni kuhukumika kwa mwenye dhambi aliye na dini. Matendo ya Mitume 9 mstari wa 3. Matendo ya Mitume 9:3. Hata alipokuwa kisafiri, ikawa anakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote kote nuru kutoka mbinguni. Bwana akamtia nguvuni. Naomba ya kwamba Bwana atatutia nguvuni. Amina. Alikuwa anaendelea na safari. Alikuwa anakwenda kufanya jambo alilokuwa amezoea kulifanya. Alifurahia hilo. Alipowaona waumini wanatiwa nguvuni, wanasukumwa kupelekwa gerezani, alifurahia hilo. Alilitesa kanisa. Na alipowaona wale walio dhaifu, wanawake waamini walipokuwa kitupwa gerezani na walikuwa wakilia, vilio vyao vilileta furaha kwake. Na alipoona familia zikitengana na kutawanyika kwa mradi wake wa kutesa watu, alikuwa na ufanisi, alifurahi. Na sasa alitaka aende katika mji mwingine, sio Yerusalemu. Kazi yake iliwatawanya waamini wote pale Yerusalemu, na alifanikiwa haswa katika mradi wa kutaka kulitawanya kanisa. Sasa baada ya kuwa amefanya hivyo Yerusalemu, sasa alitaka aende katika mji mwingine. Ndio maana alikwenda katika ile safari, lakini Bwana akamtia nguvuni. Mstari wa 3, hata alipokuwa kisafiri, ikawa anakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote kote nuru toka mbinguni. Mstari wa 4, akaanguka chini. Mpaka hapo ni jambo jema. Akawa ameanguka chini. Kama angeendelea katika yale aliyokuwa akiyafanya, ikiwa ni kama taaluma yake, na angeendelea nayo mpaka mwisho wa maisha yake katika mradi huo aliokuwa nao, sio tu kwamba angeangukia ardhini. Bila shaka angeangukia ardhini, angekufa, angezikwa, lakini angeangukia katika jahanamu, shimo. Lakini isipokuwa Mungu amemtia nguvuni mwenye dhambi na kumzuia mwenye dhambi na kumgeuza mwenye dhambi, kumtoa katika kusudi lilo la maisha yake ya kidhambi. Sio tu kwamba huyu mtu anaangukia ardhini, anakufa, anazikwa, na hatimaye anakuwa anaangukia jahanamu, lakini huyu alianguka chini na akasikia sauti
ikimwambia Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Biblia ya Kiingereza inasema mbona unanitesa? Kwa nini? Unayoyafanya kinyume na Kristo. Kwa nini unafanya hayo? Unayoyafanya kinyume na mitume wa Kristo. Kwa nini unafanya hayo? Yale unayoyafanya yaliyo kinyume na wateule wa Mungu pale Yerusalemu. Kwa nini unafanya hayo? Unayoyafanya yaliyo ya kinyume na wafuasi wa Kristo makao makuu pale. Kwa nini unafanya hivyo? Yale unayoyafanya yaliyo kinyume na watu ambao wamejiweka wakfu, wamejitoa kwa ajili ya Kristo, na unawatawanya. Wanaanza kukimbia, wamepoteza nyumba zao, wamepoteza makazi yao. Kwa nini? Ni nini nimekufanya wewe? Mstari wa 5 akasema, unani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu unaye niudhi wewe. Kanisa ni mwili, Kristo ndio kichwa. Unayoyafanya kinyume na mwili wangu ndilo unalolifanya kinyume nami nile kichwa. Unayoyafanya unayoyafanya kinyume na mitume washirika bila kujali, unayafanya hayo kinyume na Kristo. Namwambia mstari ule akasema, unani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu unayeniudhi. Mstari wa 6, lakini simama unaposikia lile neno la Bwana unatetemeka, na neno linakuonyesha kwamba matendo yako ulidhani yanakuelekeza kufanya jambo lilo sahihi, lakini ulikuwa unafanya dhidi ya watu unawaonea, na unapeleka hilo jambo la kinyume, ni jambo lilo kinyume na Bwana. Na Yesu anasema, mimi ni Yesu ambaye humheshimu, ambaye unamtesa, unamtawanya. Mstari wa 8, lakini Sauli akainuka, na amekwisha kumuita Bwana, amempa maisha yake, amesalimisha katika kule kubadilishwa, akaachilia mbali makusudi yake ya kidhambi ya dhamani, akaacha shauku yake ya dhambi ya dhamani, na alilotaka kulifanya tu sasa kule Dameski. Alikuwa na barua na alikuwa na agizo ili kuonyesha na kuweka wazi ya kwamba atakapofika pale watajua ya kwamba anayo barua ya mamlaka. Hayo yote kwa dakika tu akatupilia mbali hayo. Hilo ndilo badiliko. Akawa anamuuliza Bwana, unataka mimi nifanye nini? Bwana anamwambia, inuka uende katika ule mji, nao utaambiwa likupasalo kufanya. Hakurudi Yerusalemu. Yesu akamwambia, nenda kule Dameski utaambiwa. Hakubisha, hakuanza kusema niambie ni nani atakaye, nipe jina la mtu atakaye kuja kuniambia nifanye nini, nikaingie nyumba ipi. Hakuanza kujaribu kuthibitisha kwamba ni Yesu na kuanza kuuliza maswali kwa kusema mbona haunipi taarifa na agizo kamili. Kwa urahisi, kwa unyenyekevu, kwa utii, kila kitu kabadilika, akaenda. Hiyo ndiyo alama ya mtu aliyebadilishwa, moyo uliobadilishwa, nafsi iliyobadilishwa, na anakuwa na lengo lilobadilika na kusudi lilobadilika.
na tumekuwepo hapa katika mkutano huu wa watendakazi wa kimataifa. Je, Bwana amesema na wewe? Je, umechukua uamuzi wowote? Je, umebadilisha kusudi lolote, mpango wote? Je, moyo wako umebadilika na kuelekea ubwana wake zaidi, au yale uliyokuwa umekusudia kuyafanya kabla ya mkutano huu bado unaendelea kuyafanya? Je, hujasikia neno? Je, hujaomba? Lakini bado unafanya yale yale uliyokuwa umepanga kuyafanya, bado unafikiri vile vile ulivyokuwa ukifikiri. Tunapokuwa tumemjua yeye na kumsikia yeye na kumwita Bwana, lazima kuwepo na kuhukumika na kubadilika. Jambo la pili, tunatazama badiliko kwa mwenye haki mteule. Badiliko ina maana unakuwa umetoka katika hali moja kwenda katika hali nyingine tofauti. Unatoka katika hadhi moja unaingia katika hadhi iliyo ya juu, bora zaidi. Tunaambiwa katika Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 6. Matendo ya Mitume 9:6, lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Hakuwa amewahi kuuliza swali kama hilo kwa Bwana, kwa Yesu. Na alipokuwa zamani akitaka kuuliza swali lolote alimuuliza Gamalieli, mwalimu wangu, mkufunzi wangu, unanitaka mimi nifanye nini? Kama angeuliza swali lolote kabla ya wakati huu, angewauliza watu ambao walimwandikia barua ya kumpa mamlaka na kumtuma kila mahali kulitawanya kanisa. Sasa wakati huu badiliko ina maana badiliko la mabwana, badiliko la fikra, badiliko la maendeleo, badiliko la msimamo. Sasa ni Bwana ndiye aliyekuwa akijitisha kwake katika maeneo yote ya maisha yake ya kimawazo, akili yake, mtazamo wake na miradi yake. Anauliza, Bwana, wanitaka mimi nifanye nini? Lolote liwalo lile. Anamwambia Bwana, wewe ndio mwenye kauli ya kwanza na kauli ya mwisho katika maisha yangu. Na Bwana anamwambia, lakini simama, mstari ule wa 6, uingie mjini. Ulipokuwa unaenda, haukuwa unajua vizuri ulichokuwa unataka ukafanye, nawe sasa utaambiwa ya kupasayo kutenda. Mstari wa 7, na wale watu waliosafiri pamoja naye wakasimama kimya, wakisikia sauti, wasione mtu. Tazama mstari wa 8, Sauli akainuka katika nchi, na macho yake yalipofumbuka hakuona kitu. Maono yalikuwa yametia upofu macho yake. Na wakamshika mkono wakamleta mpaka Dameski. Tazama mstari wa 9, akawa siku 3 haoni, hali
wala hanywi baada ya kukutana na Bwana. Ni nini unachoendelea kukifanya baada ya wakati huo? Baada ya kusikia ujumbe na Bwana amesema na wewe, nawe umesema na Bwana, na Bwana anasema nitazungumza nawe tena, lakini hebu nenda Dameski. Ukifika pale, hebu nisubiri, nitautuma ujumbe na mjumbe kuja kwako. Je, unazungumza na kuondoa kule kushawishika kwako? Unafanya nini? Tazama mstari wa 10. Mstari wa 10, basi palikuwepo Dameski mwanafunzi jina lake Anania. Bwana akamwambia katika maono, Anania. Katika maono, Anania. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa amesema, huu ndio unabii wa Yoeli, siku za mwisho nitamimina roho wangu juu ya wenye mwili wote, na wazee wataota ndoto, na vijana wenu kama Anania wataona maono. Sasa usiniambia kwamba kuna maono tena. Niliona hii na lile, hii ni deeper life, hakuna maono katika deeper life. Sasa hiyo ina maana sio deeper life, sio kanisa lilojawa na roho. Kama ni kanisa lilojawa na roho, utaona maono na kutakuwepo na kuota ndoto. Na kama mtu anasema kwa sababu ana maono, kwa sababu ni ndoto, hawakubaliani na hilo. Ni yale tu wanayoyaona kwa macho ya nyama, hayo ndio wanayokubaliana nayo. Ina maana wewe haupo katika deeper life. Kama wewe upo katika deeper life, kuna maono na kuna ndoto na kuna kuwa katika ulimwengu wa roho. Na anasema katika maono anamuona, anasema Anania, anaambiwa mimi hapa Bwana. Tazama mstari wa 15, anasema lakini Bwana akamwambia Anania, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu, alichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Tazama mstari wa 16, maana nitamuonyesha yalivyo mengi yatakayompasa kuteswa kwa ajili ya jina langu. 17, Anania akaenda zake. Bwana aliposema naye hakuweka kando ule ujumbe, hakuanza kufikiria na kujiuliza kwa nini. Lolote ambalo Bwana alimwambia, aliinuka Anania akaenda katika safari yake. Tumesikia mengi hapa tangu tulipoanza siku ya Alhamisi jioni, na tutakapoondoka hapa Bwana anatutarajia ya kwamba tutatii tu. Huo ndio ujumbe. Na anaposema na wewe, kuna jambo moja tu la kufanya, tii tu. Na kwa hiyo Anania akaenda na akaingia katika ile nyumba na akaweka mikono yake akisema, ndugu Sauli. Mstari wa 17, ndugu Sauli alikuwa hajabatizwa katika maji tele bado. Ndugu Sauli
alikuwa hajaletwa katika kusanyiko la wana wa Mungu. Ndugu Sauli alikuwa amemkubali Bwana kuwa Bwana na Mwokozi wake, na akamuita Bwana. Tayari amekwisha kuanza kumtii Bwana. Kaenda katika mji akiwa naomba na akiwa anangojea lile ambalo Bwana alisema atafanya. Namuita ndugu Sauli, na anaendelea kusema Bwana amenituma. Yesu, sio Bwana mwingine yeyote. Yeye aliye kutokea katika njia ulioijia amenituma mimi upate kuona tena, ukajazwe Roho Mtakatifu. Jambo lipo wazi hapo. Huyu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa amebadilishwa kuwa mteule mwenye haki. Jambo la tatu, tunaona agizo kwa mtumishi aliyefanywa upya. Agizo kwa mtumishi aliyefanywa upya. Natazama Matendo ya Mitume 26:16. Matendo ya Mitume 26:16, lakini inuka usimame kwa miguu yako. Unakutana na Bwana, unazungumza na Bwana, Bwana anazungumza na wewe. Simama, usiyumbe, simama. Usitaruki, simama. Usitikisike tu, simama wima. Bwana alimwamuru. Na mstari unaoendelea naambiwa, lakini inuka usimame kwa miguu yako, maana nimekutokea kwa sababu hii. Kusudi mpya linakuja katika maisha yako. Wito mpya unakuja katika maisha yako, na huu wito unakuwa ndio jambo la juu kuliko unalolifikiria, unalopanga, unalolifuatia. Ndilo unaloweka rasilimali zako zote katika kufanikisha ilo kusudi mpya. Unasema nimekutokea wewe kwa kusudi hili, nikuweke wewe uwe mtumishi na shahidi wa mambo uliyoyaona. Yani mradi wako wa zamani uliotaka kuyakamilisha kwa ajili yako, hayo yote yamekwisha. Nataka nikufanye wewe, nikuweke wewe. Nilisikia kabla kumjua Bwana, nilikuwa na kusudi, nilikuwa na lengo. Nitaka hata kulifuatia lengo langu, nitaka niwe na jina fulani nilotaka kulipata, lakini Bwana aliniokoa, akanipa kusudi jipya, akanipa mradi mpya, kazi mpya, wito mpya, huduma. Bwana amekufanya wewe kuwa nani na ufanye nini baada ya badiliko lako. Bwana amekupanda wapi ili kufanikisha ilo kusudi. Je, wewe ni mtu uliye makini, uliyeazimia? Je, unafuatia lile lengo kama ambavyo yeye ametaka kufanya kuwa mtumishi na shahidi wa mambo haya uliyoyaona, na wa mambo ambayo katika hayo nitajidhihirisha kwako baada ya badiliko lako? Je, Kristo ameendelea kujidhihirisha kwako baada ya ujumbe ulioleta kuhukumika na badiliko hatimaye? Je, Bwana ameendelea kujidhihirisha baadaye kwako ili kuendelea kuleta kuhukumika na badiliko? Baada ya Bwana kujitokeza, kujidhihirisha kwako,
na kukudhihirishia mambo. Je, Bwana ameendelea kujidhihirisha tena kwako? Mwendelezo ndilo lilotokea hapa. Tazama mstari wa 18. 18, wafumbue macho yao. Macho ni viungo dhaifu. Kama utayafumbua macho ya awaye yote aliyekuwa ni kipofu, macho yote mawili yakiwa yalikuwa na kiza, au huyu mtu alikuwa na magonjwa ya macho, na kama utafumbua macho yao ili hatimaye yale ambayo walikuwa hawawezi kuyaona hapo awali wayaone, hiyo ni kazi ya kipekee. Na unajua namna ambavyo huduma inakuwa inahitaji umakini, kufungua macho ya walio vipofu na kuwageuza, kuwatoa katika giza na waziache na nguvu za shetani na kumwelekea Mungu, kisha wapate msamaha wa dhambi zao. Je, wewe umemfanya awaye yoyote yule, mtu mmoja tu, ameweza kupata uhakika wa msamaha? Je, umewahi kumhudumia awaye yoyote ili kumleta katika kutubu na kumfikisha katika kumwamini Kristo na kuwa na uhakika haswa wa msamaha wa dhambi? Umewahi kufanya hivyo kwa mkeo? Au ni kule kushutumiana tu? Je, umefanya hivyo kwa mumeo? Je, wewe hujui ni chombo kiteule kwake? Sio kumdhoofisha, sio kumpiga mpaka anguke, sio kusema nazungumza maneno ambayo anamfanya ajione kama yeye ni panya. Hapana, kama wewe ni chombo kiteule, watu nao wahudumia watapata uhakika wa msamaha na watakuwa huru mbali na dhambi. Watakuwa na shauku ya kuweza kuruka, watakuwa na shauku ya kuishi maisha ya haki kwa aina ya changamko na urithi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Kipengele cha pili sasa tunatazama hapo ni kujiweka wakfu kwa chombo kiteule na maono ya mbinguni. Kujiweka wakfu kwa chombo kiteule na maono ya mbinguni. Mambo matatu tunatazama. Rumi ya kwanza ni kujitenga pasipo ubinafsi na maono ya kidunia. Jambo la pili ni umakini wa kujidhabihu kwa ajili ya maono ya mbinguni. Jambo la tatu ni upendo wenye uposo kwa ajili ya nguvu za mbinguni. Jambo la kwanza ni kujitenga pasipo ubinafsi na maono ya kidunia. Sauli alikuwa na maono ya kidunia na akajitenga na yale maono, na alifanya pasipokuwa na chembe ya shaka kwa awaye yote ya kwamba huyu mtu alikuwa na maono ya kidunia, kwa sababu alijitenga kikamilifu na yale maono. Wagalatia sura ile ya kwanza, Wagalatia sura ile ya kwanza na mstari ule wa 14. Galatia sura ya kwanza 14. Nami naliendelea katika dini ya Kiyahudi kuliko wengi walio hirimu zangu katika kabila yangu. Alijitenga na maono yale
Anasema nikijitahidi sana katika kuyashika mapokeo ya baba zangu. Ndio maana alifanya aliyoweza kuyafanya kwa habari ya shauku, bidii, kujidhabihu ili kufanya hili ambalo angeweza kuwa wa kwanza. Alikuwa na shauku ya daraja ya kwanza kwenye mambo ya kitamaduni, lakini alijitenga kikamilifu na Bwana akakutana naye, na Bwana atakutana na wewe. Na shauku ile ile na kujitenga kule kule na umakini ule ule aliyoudhirisha katika maisha yake ya zamani, akaleta kila kitu katika habari ya kuhubiri habari njema. Kama wewe ulikuwa ni mwanamuziki kabla ya kuja kwa Bwana, kumbuka ulivyokuwa unapiga vyombo kwenye vilabu usiku, ulijidhabihu. Kumbuka ulipoonekana kwenye yale majukwaa. Kumbuka uliweza kutoa maisha yako hata kama ulikuwa unakaribia kuzimia. Ulijitenga kikamilifu pasipo ubinafsi. Ulijitoa. Kama ulikuwa ni mtu unayepiga vyombo ulipokuwa duniani, unakumbuka ulivyojidhabihu kikamilifu kwa kazi ile. Kama ulikuwa askari, mwanajeshi, unakumbuka ulipotumwa polini kwa sababu unamtafuta mtu ambaye amefanya uhalifu, na wewe ni miongoni mwa wale maafisa ambao wanatakiwa wakamate au wahalifu. Kumbuka namna ulivyojidhabihu na kujikana katika yale mapoli kuwatafuta wahalifu katika mapango, ulivyolala chini pale bila kutikisika kamwe, na wale wadudu walikuwa wanatambaa juu yako, na unatulia pale bila kupumua, kwa sababu lazima umpate yule mhalifu. Ulijidhabihu. Sasa upo katika kanisa. Je, umehamisha aina hiyo ya kujidhabihu na shauku? Kama wewe ni miongoni mwa watu ambao wanatakiwa wakomeshe hawa wahalifu wa mtandaoni, wanawaita kwa majina hayo najua, na wanadukua katika hili na lile, na sasa wanadukua kwenye mabenki, na wewe sasa umeteuliwa kwa sababu ya maarifa yako ya teknolojia. Kumbuka ulivyokuwa unayafanya wakati ule ili kuwakamata, na ulivyojitoa kikamilifu ili hawa wahalifu wa mtandaoni uwapate. Uliweza kuwapata na uliwapata, lakini sasa wewe upo katika kanisa la Mungu aliye hai. Je, umehamishia hiyo shauku yako, maarifa hayo na kule kujidhabihu kwa ajili ya watu? Kuna watu wanaotumia teknolojia na wanatumia mitandao ya kijamii ili kulileta kanisa chini, kuliangusha kanisa, kuangusha viongozi. Wapo watu wanaotumia teknolojia hivyo. Sasa wewe kama katika kampuni yako huko duniani ulikuwa unafanya kulidhoofisha kampuni, na wanakuita, wanakuambia hebu njoo, hebu shughulika na huyu mtu, mkamate huyu mtu anayedhoofisha kanisa, anayedhoofisha kampuni. Uliweza kufanya kwa sababu wewe ulikuwa na ujuzi wa juu kuliko hao wadukuzi. Sasa je, umeleta maarifa hayo katika kanisa ili kulihifadhi kanisa? Wewe ni mwalimu, mimi nilikuwa mwalimu. Wewe ni mwadhiri, na mimi nilikuwa mwadhiri.
wanakuletea wanafunzi katika darasa lako na wanasema huyu anaonekana kana kwamba ubongo wake hauko sawa, hawezi kudaka hili na lile. Unawaambia hebu niachieni huyu, na unafundisha kwa kujidhabihu, unafundisha hasa kiasi ambacho huyu mwanafunzi ambaye alikuwa hawezi kuelewa vizuri anaelewa na anapenda somo hilo sasa, na anakuwa ni mtu anaendelea vizuri. Na kama ni chuo, huyo aliyesema alikuwa hawezi kufanya lolote lile, lakini sasa unamwandaa kuwa na shahada ya daraja la kwanza. Je, umeleta aina hiyo ya kujidhabihu na kujikana katika kufanya kazi tunayoifanya? Unayoifanya hii kazi katika Bwana ili watu waweze kuokolewa. Na hilo ndilo ambalo Paulo mtume alifanya. Usingeweza kumshtumu ya kwamba ulikuwa na bidii katika dini ya baba zake. Sasa amekutana na Bwana, na Bwana amezungumza naye moja kwa moja. Sasa alitakiwa kufanikiwa. Jambo la pili, tunaona umakini na kujidhabihu kwa ajili ya maono ya mbinguni. Alipata haya maono na akapiga mbio na yale maono. Utapiga mbio na hayo maono. Amina. Matendo ya Mitume 26:19. Matendo ya Mitume 26:19. Kwa hiyo Mfalme Agripa siku ya asi yale maono ya mbinguni. Tazama mstari wa 20. Bali kwanza naliwahubiri wale wa Dameski, na sikusema kwanza nirudi kwa watu wa Yerusalemu niwapashe habari wale watu walionipa barua ya mamlaka. Lazima nipime pande zote mbili wa haya mambo. Hapana. Ujumbe unapokujia wewe, wakati ule ule ujumbe unapokujia, kuna jambo moja tu la kufanya, tii tu. Pale Dameski kwanza naliwahubiri wale wa Dameski na Yerusalemu, na nilirudi kule Yerusalemu kuwaonyesha kwamba mimi sio mtesi tena, ya kwamba mimi ni mhubiri. Na katika nchi yote ya Uyahudi, nchi yote ya Uyahudi, Dameski, Yerusalemu, Uyahudi, nilikwenda katika miji hii yote na kuonyesha kwamba Yesu ni Bwana, na watu wa mataifa kwamba watubu na kumwelekea Mungu, wakiyatenda matendo yanayopatana na kutubu kwao. Alifanya vile, na wewe utafanya. Sema mimi nitafanya kwa kujidhabihu. Umakini wenye kujidhabihu kwa ajili ya maono ya mbinguni. Na ndivyo ambavyo Bwana amenisaidia mimi. Niliposikia Injili, nilijisikia kwamba kila mtu lazima asikie hili, na hatimaye tukaanza Deeper Life. Tukaanza kusambaza vipeperushi vya Deeper Life. Tulikuwa na orodha ya kutuma hizo barua. Tulituma barua kila mahali, na nilikwenda maeneo mbalimbali na hata makanisa tofauti tofauti na makusanyiko tofauti tofauti, na tulipeleka ujumbe wa uokovu, utakaso, utakatifu, haki kila mahali. Na Mungu nashukuriwe, neema ya Mungu ingalipo, ningali ninafanya. Amen.
na wewe nawe utaendelea kufanya kwa jina la Yesu. Natazama jambo la 3, Rumi ya 3 kwenye kipengele cha pili, ni upendo wenye uposo kwa ajili ya nguvu za mbinguni. Upendo wenye uposo kwa ajili ya nguvu za mbinguni. Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10 tunaambiwa pale. Wathesalonike wa kwanza sura ya 2:10, nyinyi ni mashahidi na Mungu pia jinsi tulivyokaa kwenu nyinyi mnaoamini. Nguvu ya utakatifu, uwezo, nguvu ya haki na kuishi maisha sahihi na kutenda sawasawa. Alikumbatia ile nguvu na akaidhirisha na akaishi kwa hiyo nguvu, na alikuwa na upendo hasa kwa ajili ya hilo. Kipengele chetu cha 3, kipengele cha 3 tunaona agizo kwa ajili ya chombo kilichotiwa nguvu kwa uwezo wa mbinguni. Mambo matatu na tazama. Jambo la kwanza, agizo lisukumalo la sauti ya mbinguni. Jambo la pili ni agizo toshelevu kwa ajili ya chombo chenye mtazamo wa kimbinguni. Jambo la 3 ni agizo endelevu la maono ya mbinguni. Agizo endelevu la maono ya mbinguni. Jambo la kwanza ni agizo lenye msukumo litokanalo na sauti ya mbinguni. Agizo lilikuja na akakubali. Warumi sura ya 1 mstari ule wa 14. Warumi sura ya 1:14. Nawiwa na Wayunani na wasio Wayunani. Nawiwa namna gani? Bwana alikuwa na bidhaa, injili, habari njema. Alikuwa na habari njema kwa ajili ya Wayahudi, Wayunani na mataifa. Na anasema, Sauli njoo. Hii ni bidhaa kwa ajili ya mataifa na kwa ajili ya Wayahudi na hali kadhalika kwa ajili ya Wayunani. Hebu nenda kwa kila moja, nenda ukawapatie, wanasubiri. Kama mtu angekupa fedha, sio kwa ajili yako, lakini kwa ajili ya mtu mwingine, kaka au yule au dada yule kule, unawiwa na yule kaka na yule dada hizo fedha ulizopewa kuwapatia. Na ndio maana Paulo anasema nawiwa na Wayunani na wasio Wayunani, watu ambao wanazungumza tu na anasema lugha ya waelewi. Nawiwa na wenye hekima na wasio na hekima. 15. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi ni tayari kuihubiri injili hata na kwenu. Ndilo ninalowiwa nalo, kuhubiri injili. Na kwenu nyinyi mnaokaa Rumi. Tazama mstari wa 16. Kwa maana sionei haya injili. Hautoionea haya injili. Mmepewa fedha kumpa bwana A au kumpa mama B, hakuna haya. Bwana A yupo pale, nimetumwa na bwana wangu kukupa fedha hizi. Hakuna haya katika hilo. Mama B haunifahamu mimi, sikufahamu wewe.
lakini bwana wangu ameniagiza nikupe fedha hizi. Hakuna haya katika hilo. Hali kadhalika ndivyo ilivyo kwa habari ya injili. Umepewa injili kwa ajili ya wao. Kwa hiyo ni lazima uende ukawape injili. Hauoni haya? Sema sionee haya injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Utalipa deni unalowiwa. Amina. Wakati wowote ule unaponipa amina ile ya kwanza, najua unanisubiri niseme, hebu sema tena amina. Tazama Rumi ya pili, ni agizo toshelevu kwa chombo kiteule chenye mtazamo wa kimbinguni. Timotheo wa pili, waraka wa pili wa Timotheo sura ya 4. Waraka wa pili wa Timotheo sura 4 na mstari wa kwanza. Na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu atakayewahukumu walio hai na waliokufa kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake. Hili ndilo agizo: lihubiri neno, uwe tayari wakati kufaao na wakati usiokufaa. Karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Tazama mstari wa 5. Mstari wa 5, bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote, vumilia mabaya. Hakuna mabaya yatakayokuja juu yako ambayo huwezi kuyavumilia. Kila shambulizi utashinda. Hakuna la kuogopa. Unapokwenda, nguvu ya Bwana inakwenda pamoja nao. Sasa mitume, hata kama haujui mitume kina nani, namaanisha nyinyi mliopo hapa. Nikisema mitume, sema amina. Manabii, wainjilisti, unaitikia. Wachungaji, walimu, sema amina. Mateso yanayotaka kuzuia kazi ya Mungu hayatokuja juu ya maisha yako. Kwa nini nimekuambia hilo? Mungu anayo kazi anayotaka ifanyike. Hatujamaliza hata kufanya nusu ya hiyo kazi, na kazi ingali inatakiwa kufanyika, na Bwana amekuinua wewe. Haujasema amina kwa hilo? Kama ukiwa ni mgonjwa na umelala kitandani, nani atakayefanya kazi? Kama ukishambuliwa na ukiwa unahisi maumivu kila mahali, moto na waka, nani atakayefanya kazi? Kama mimi nikiwa naugua, nimelala, nani atakayefanya hii kazi? Bwana atalinda watenda kazi wake. Amen. Bwana atawalinda watumishi wake. Amen. Bwana amewekeza hasa ndani yetu kama vyombo viteule. Amewekeza mno ndani yako. Lolote lile litakalotaka kuzuia wewe ili usifanye ile kazi kwa ubora, Bwana ataondoa hicho kizuizi katika maisha yako. Nasemaje pale? Anakuambia uwe na kiasi katika mambo yote, vumilia mabaya, fanya kazi ya mhubiri wa injili
Nani alipokea agizo hili kwanza? Nauliza, ni nani alipokea agizo hili kwanza? Timotheo. Sema Timotheo. Lakini alikuwa ni dhaifu, hakuweza kwenda kutimiza agizo hili. Ndio au hapana? Hapana. Wewe ndio Timotheo wa siku za leo. Amen. Na yule dada alikuwa ni mgonjwa alipopewa ile agizo? Hapana, mimi nimelala tu, nimegonjwa, siwezi kutimiza agizo hili. Hapana. Mashambulizi hayatakuja juu yako. Mkono wa shetani hautokugusa wewe. Amen. Utaifanya kazi ya Mungu. Amen. Kazi hii itafanikiwa katika mikono yako. Nguvu zote unazohitaji na uwezo unaohitaji na uwezesho unaohitaji na rasilimali unazozihitaji na chakula cha mwili unachokihitaji. Je, hutaki kula? Chakula hasa Bwana atatupa hayo matoleo. Amen. Yote unayoyahitaji ili kuifanya kazi ya mwinjilisti unayo hayo kwa jina la Yesu. Anasema timiliza huduma yako. Huduma yako itatimia kwa jina la Yesu. Jambo la tatu ni agizo endelevu la maono ya mbinguni. Agizo endelevu ya maono ya mbinguni. Matendo ya Mitume 26 mstari wa 19. Matendo ya Mitume 26:19. Kwa hiyo Mfalme Agripa amekwisha kuondoka. Huyo mtu aliye kando yako, hebu mgeukie sasa kivitendo. Unajua jina lake? Kama hujui jina lake, hebu unamwambia kwa hiyo rafiki yangu. Kama unamjui jina lake, kama unamjua jina lake sema kwa hiyo brother Job, dada fulani, mimi sito ya asi maono ya mbinguni. Mimi sito ya asi maono ya mbinguni. Utakwenda kila mahali anapokutuma Bwana. Utafanya yote anayokuamuru kuyafanya, na utafanikiwa katika yale unayoyafanya kwa ajili ya Bwana. Mimi, sema mimi sito ya asi maono ya mbinguni. Amina katika maisha yako. Amina katika huduma yako, ili kusonga mbele na kuendelea na kushinda chochote na kila kinachokuja katika njia yako. Inuka na uombe maombi ambayo yanaleta maono, nguvu na sauti ya mbinguni kuja katika maisha yako. Nguvu mpya itakuja kwako.